Sasa leo tuna issue nyingine kabisa, mada nyingine tofauti kabisa ambayo tunaenda kuzungumzia. Ni mada ambayo watu wengi na wagusa watu wengi, watu wa diaspora wanaguswa na hii kitu. Watu zetu, ndugu zetu nyumbani wanaguswa na hii kitu. Ni ile tabia mtu anakuandikia, anaingia inbox anakuandikia au anakupigia simu kwenye WhatsApp nini, anakuambia bana mjomba tovuti naomba unitafutie mzungu. Umeona? Au kuna ile umepost labda picha uko sehemu pazuri na nini unasikia na mimi nitafutie mzungu. Umeona? Ni kitu rahisi kwa kusema, au tuseme kwa watu wa nyumbani kusema, kama vile mtu anafikiri kama kutafuta au mzungu au kufanya ni kama vile unaenda dukani unachagua kama vile unavyochagua bidhaa kwenye kabati kwamba bana vipi ni mzungu huyu hapa wako nakupatia. Lakini je, hii kitu ina ukweli wote ndani yake? Umeona? Dating culture ugaibuni ikoje? Umeona? Mahusiano yanajengwa vipi ugaibuni? Unaweza tu kumfuata mzungu kumwambia bana sasa na ndugu yangu huyu hapa anaitwa Aisha, au sio bana? Na kwa nini sio rahisi wala sio sahihi kuamini kwamba vile, yani ile kitendo tu cha kuamini kwamba eti unaweza ukapatiwa mzungu kama bidhaa. Umeona? Ukifikiria ni kama vile mtu atoke hapa aseme nipatie mweusi, yani je wewe utaichukuliaje? Kwa leo tuna hii kitu tunaenda tunaivunja. Umeona? Tunajaribu kuiongelea kwa upana. Tutaangalia jinsi hivyo kama nilivyosema dating culture ugaibuni iko tofauti, iko namna gani na utofauti wake. Utofauti wa kiutamaduni ukilinganisha na kwetu iko vipi? Umeona? Kama hivyo changamoto za lugha na vitu kama hivyo ambavyo vinatokea, kuna ile matarajio ya kifamilia, vitu vyote hivi tutavizungumzia. Umeona? Hivyo ukweli wa gharama za maisha na vipi na jinsi ambavyo una effect au una impact mapenzi na vitu kama hivyo. Unaona? Pia tutazungumzia hatari za kuamini kwamba ndoa, yani ile kuwa tuna imani ya kwamba ndoa ndio tiketi ya maisha bora, kwa sababu kuna vitu vingi pia vina play ndani yake kabla ya hiyo kitu kutokea. Mimi ni Tovuti na hii ni Mambo Vipi. Sasa cha kwanza kabisa, kwa sababu ili tuweze kuitako vizuri topic na kuijadili vizuri, inabidi tuanze na kile kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kukizungumzia, ambacho ndio ile kwamba ile dhana ya kwamba nitafutie mzungu. Umeona? Unakuta mara nyingi watu nyumbani wanafikiri kumtafuta mzungu ni kama kama hivi nilivyosema, kama vile unaenda kununua maparachichi. Umeona? Kwamba mtu anafikiria tu kwamba bana wewe bana nitafutie mzungu, kwamba unaweza ukatoka hapo nje ukamtafuta mtu afu kumwambia bana nimekutafuta bana, kuna mtu anakuhitaji. Umeona? Na vile watu wengi wanafikiri kwamba yani labda akipata tu mtu, labda huyo mtu basi atamwambia basi okay njoo, au njoo Uingereza au njoo huku. Unaona? Kumbuka watu pia wanajua kwamba kuna hivi vitu, kuna watu wanahitaji kuwatumia wao kama ticket. Umeona? Na katika hii imani ambayo ipo ya kwamba mzungu ana uwezo wa kubadilisha maisha yako, wapo watu ambao labda alikutana na mzungu na maisha yake yakabadilika na hivi, na sisemi kwamba moja kwa moja kwamba haiwezekani, lakini notion ya kwamba moja kwa moja kwamba ile tu ukikutana na mzungu basi maisha yako yatabadilika, sio notion ambayo iko sahihi. Umeona? Kwa sababu inategemeana na aina ya mahusiano ambayo mtakuwa nayo, kwa sababu wako tu wao wazungu, mnaoita wazungu kibao tu ambao wanataka tu na wenyewe fani, yani wanaweza kukutana na wewe akakutumia tu na akakuacha vile vile, na yeye unakuta lengo lake moja kwa moja sio, yani hana lengo kama hivyo unavyofikiria kwamba eti mtakutana basi atataka kukuchukua. Umeona? Kwa hiyo inatakiwa kuwepo na mahusiano fulani ambayo mtakuwa mmeajenga, na yale mahusiano mtavyokuwa mmeajenga ndio ambayo yatadetermine kama huyo mtu atasema kwamba bana tuondoke wote au akutoe huko akupeleke nchi yake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vina play part kabla tu ya kukutana na mtu na kusema kwamba nipatie mzungu. Kwa sababu idea ni kwamba mtu akisema nipatie mzungu, maana yake obviously anataka yule mzungu ambaye atamtoa kwenye yale maisha aliyokuepo, aidha kwa kumleta ugaibuni au kwa kuyabadilisha maisha yake. Umeona? Kwa inabidi ukumbuke kwamba hivyo vitu kwanza vijengwi sio kiurahisi. Usije ukafikiria tu kwamba kiurahisi unaweza tu kukutana na mtu ambaye atakuwa yuko willing kukuchukua. Unaona? Kwa sababu inabidi mwasiliane, inabidi mjuane, kuna watu wengine inabidi kujenga uaminifu, kwa sababu kumbuka hao watu pia na wenyewe mara nyingi wameshapigwa sana na hizo mambo za kwamba mtu anakuja labda anatumia tu mgongo wa kufika na akifika
anampotezea. Kwa kuna ile issue za uaminifu, unaona, na kuna tofauti, kuna issue za tofauti za kiutamaduni na vitu kama hivyo, kwa sababu watu wanakuwa kwa mguu upande, bwana nitamleta huyu mtu hapa Masai si akaanza kunirukia huko ndani na vitu kama hivyo. Lakini pia ukiachana na hivyo kuna sheria na taratibu na vitu kama hizo za issue za kiraia, issue za uraia, issue za uhamiaji, umeona, ambazo zinaathiri maamuzi ya huyu mtu kuamua kusema kwamba awe na wewe au asiwe na wewe. Kwa mfano sasa hivi unajua hizi serikali hizi za kibaguzi duniani zimekuwa zinashinda sana, zinakuwa zinaongoza nchi, na wenyewe mara nyingi wanapitisha sheria nyingi sana za kuhakikisha kwamba hizi loopholes za kwamba mtu unafika unakutana na mtu tu unahamia nchi basi wanakuwa wanazibana. Kwa hiyo kuna sheria nyingi sana. Sasa je, huyu mtu unayemsema huyu mzungu utakutafutia yuko tayari kupitia? Kwa sababu viunzi vingi hivi ni viunzi vigumu, sio viunzi virahisi, kwa sababu mtu inabidi awekeze muda. Ukiachana na muda, lakini mtu inabidi awekeze hela, unaona, kwa sababu inabidi akutoe huko uliko akulete huko. Kwa hiyo je, atakuwa yuko tayari? Umeona? Kwa kujenga hivi vitu au ujenge hivi vitu siwezi nikakupatia tu mtu ambaye atajenga hivi vitu, yani umeona, au akawa yuko willing kufanya hivi vitu kwako, umeona. Kwa hiyo wewe mwenyewe una part ya kuicheza, umeona. Kwa kabla ya kufikiria ile kitu ya kwamba safari ya kwenda ugaibuni au nini ni kwa ajili ya kumtegemea mtu, yani ile kwa haraka kwamba nipate mtu afu mtu ndo atanitoa, ujaribu kuwa na kufikiria kwamba kuna mchakato nyuma yake, na katika huo mchakato ufikiria, je, ni kitu ambacho uko tayari kukipitia na vitu kama hivyo, na je kama uko tayari basi jua kabisa nini na nini ambacho utapitia, umeona. Lakini pia kama lengo kubwa ni kwenda tu gaibuni, kuna njia ziko nyingine nyingi unaweza kufanya, lakini pia hiyo mojawapo ya kukutana na mtu wa huku ni mojawapo ya njia, sio ni mojawapo ya njia. Lakini ile imani ya kwamba eti basi mtu unaweza kumpigia mtu simu akakupatia mzungu, yani ile concept ya kwamba eti nakupatia mzungu, hiyo haipo. Wapo wachache ambao wanafanya hivyo, na mara nyingi nakuaga ni wale watu ambao unakutana au wazungu na wasema ambao labda wako lonely, wako nini, na mara nyingi nakuaga wao ndo wanaweza waka-initiate kwamba bana amekutana labda na rafiki yake fulani ambaye labda alioa Mtanzania, kwa labda anaweza kumuuliza bana wewe ilikuwaje, ulioaje nini, na wengi wao wanasemaga kwamba bana ananunua tiketi, anasema bana mimi ngoja niende Tanzania, umeona. Kwa hiyo ina maana kwamba hauwezi, anaweza akaenda akajitafutia mwenyewe mtu kama anaenda kumtafuta mtu, au niende Kenya nikatafute mtu na nini, lakini inakuwa ni vigumu sana kusema eti ufike mtu umwambie na kupatia huyo mtu, kwa sababu kwanza kisheria ni kitu ambao ni hatari sana kufanya, kwa sababu kitendo cha ukienda tu kwa mzungu yote ukaambia bana mimi nakupatia mtu, hapo ghafla unakuwa unaangukia kwenye kifungu cha sheria cha mambo ya human trafficking. Maana wewe ni kama vile unauza watu, ambao ni kitu kisheria hairuhusiwi, si ndio? Kwa hiyo inabidi ni vitu ambavyo inabidi uwe makini navyo, umeona. Kwa ukitoka siku nyingine unataka kwenda kumuomba ndugu yako akupe mzungu, jaribu kufikiria hivi vitu, umeona. Hiyo issue ya kwanza, lakini tunaenda kwenye issue ya pili. Kwa issue ya pili, ili kuweza kuelewa zaidi ili jambo, inabidi uelewe dating culture ya ugaibuni, kwa sababu dating culture ya ugaibuni ni tofauti na nyumbani. Jinsi watu wanavokutana, jinsi watu wanavotengeneza mahusiano, na jinsi yani watu ambao inaelekea hadi watu kusema kwamba labda wanaoana au wanaishi pamoja. Nitakupa mfano. Nyumbani mtu anaweza katoka nyumbani, akatoka ndani kwake akaenda bar, akaagiza bia 2, akakutana na mtu, akawa amekaa hivi, akakutana na mtu, akaunda mahusiano, na wakaja kuwa na mahusiano, labda hadi wakaja kuoana, umeona. Huyo nichukulie ni mtu ambaye amekutana naye tu hivi, unaona. Hiyo nayo huku ni kitu ipo, lakini ni tofauti, jinsi inavyotokea ni tofauti na inavyotokea nyumbani. Unajua nyumbani mtu anaweza kaenda akakaa ukasema niitie yule dada, umeona. Huku hiyo kitu huwezi kufanya, kwa mfano. Yani huwezi ukafika tu niitie yule dada. Yani kwanza watakushangaa uitiwe ili iweje. Yani na wewe kwa nini usiende kuongea naye? Na huyo mtu anaenda kuitwa atakuangalia, atasema yani unaniita wewe kama nani? Yani hakunaga ile superiority fulani ambao iko nyumbani. Unakuta mtu kwamba tu amefika kwa sababu yuko na hela, ameagiza bia nyingi, basi anaweza kaita mtu yote, niitie yule pale au yule pale mwambie aje na nini. Ni utamaduni ambao uko tofauti, umeona.
wapo watu kwa huku pia wana culture ya kukutana na nilia, kukutana wakiwa out na nini, lakini inakuwaga jinsi wanavyo connect ni tofauti na ambavyo wana connect nyumbani. Kwa hiyo kuna ile wanaweza bana vipi, anaweza kapita mtu labda wakasalimiana wakaongea kidogo na hivi inatoka hapo, lakini tofauti na nyumbani. Nyumbani mtu anaweza yani mtu anaweza kaenda tu on point kwa sababu labda yuko na hela siku hiyo, au yuko yani yeye hapo ndo mbabe wa hapo anajulikana na nini. Umeona? Kwa kuna namna fulani hivi kuna ile alpha male fulani hivi ambao tuko nao nyumbani ambao huku haupo. Umeona? Ugaibuni sasa hivi ukiachana na zamani kidogo ilikuwa ndio watu wanakutana wakitoka out, yani ilikuwa ile yao. Lakini sasa hivi watu wanakutana kwenye mitandao. Umeona? Yani watu wanakutana kwenye hizo Tinder, Bumble na nini. Watu wanakutana wengine kazini, unaona ile labda vioni, clubs na nini, na kupitia marafiki. Lakini kupitia marafiki ndio ile mara nyingi inakuja kwamba yani mtu, kwa sababu inakuwa ni kwamba ile inategemeana sana na uaminifu, ni kwamba mtu anaona huyu yuko na huyu Jonathan namjua, kwa hiyo hapo ndo anaanza kuona ile uaminifu fulani anaanza kupitia labda na kuanza kujaribu kumapproach huyo mtu. Umeona? Kwa hiyo inakuwa ni vitu vingi, inakuwa ni uamuzi wa mtu mwenyewe. Yani sio kwamba eti unafika unachaguliwa kuchaguliwa. Unajua kwa mfano kama ile mtu anaweza akakuchagulia nyumbani, anaweza akakuchagulia, unaweza kaenda bar akakuita manager, labda wewe ni mfanyakazi wa bar, akakuita manager akasema wewe nenda kakae na yule mtu. Umeona? Hiyo kitu kwa mfano huko haiwezi kutokea. Umeona? Na kwa huku yani kuanzisha mahusiano inakuwaga ni kitu yani watu wanajadili, lazima muongee, yani lazima muongee, lazima kuna kuheshimu mipaka. Unajua hakunaga ile kuforce, kuna kuheshimu mipaka, na inabidi yani kwamba kuna ile kwa watu wote makubaliano yao yanatoka pande zote. Unaona? Hakunaga ile kupush, kuna kitu wanaita consent. Kwa hiyo kila kitu kinachotokea inabidi kuwe na maridhiano kwamba bana mtu hawezi akakubali ukamshika tu. Umeona? Kwa mfano. Lakini nyumbani mtu anaweza akapita hivi, labda yeye ndo siku hiyo ndo mbabe basi, au ndo ana hela basi, anaweza akamuita mhudumu akamshika au akahivi. Umeona? Zile vitu za kuvuka mipaka. Umeona? Kwa dating kiujumla jinsi ilivyo ni tofauti sana. Yani ukitoka kwenye ile level ambayo sio ya online, na hata ukija ya online ni kwamba mtu mna match na nini, watu labda kwenye Tinder au nini wana match na nini, lakini kuna kuaga na mipaka fulani. Unajua kuna zile unwritten rules. Unajua yani mwanaume kwa mfano inabidi usubiri hadi mwanamke ndo akuandikie kwa mfano. Umeona? Yani uweze ukafika tu umematch na mtu afu kafika ukaanza kumwandikia tu message. Umeona? Kwa kuna sheria fulani ambazo kama hazijaandikwa ambazo ni kwamba inabidi mwanamke initiate. Umeona? Kuna namna fulani, kuna issue mkienda hata kama ndo mko katika hatua za mwanzo za kujenga mahusiano, kuna kushare bili. Unajua yani mnaenda sehemu mnakula, mnalipa wote. Umeona? Kwa ni utamaduni fulani ambao yani uko tofauti. Umeona? Kwa ukifikiria ukianza kufikiria tu ile nyumbani kwamba naenda kuanzisha mahusiano, basi ukayafikiria tu kama yalivyo nyumbani, inakuwa tofauti. Na hawa ambao ni wazungu ambao tunasema wazungu au watu weupe au watu fulani ambao wanatoka wanakuja Afrika, wengi wao wanakuwa ni tayari kama vile wameshaelewa ule utamaduni wa Afrika. Kwa hiyo inawezekana kule hata wanavyo date au wanavyo engage na watu wana engage kiafrika. Umeona? Hiyo ndo jinsi ambavyo culture ya dating ilivyo. Lakini sasa je, mahusiano, kuna yale mahusiano wanayajenga vipi? Kwa sababu kuna ile kudate ile umekutana na mtu na hivi mmeongea na nini, lakini kuna ile kujenga sasa mahusiano. Umeona? Kwa wenzetu huku inakuaga kwamba mahusiano yanajengwa kwa muda mrefu. Umeona? Jinsi ilivyo wenzetu walivyo ni kwamba kwa muda mrefu, yani ni mara chache sana zipo hizo vitu wanaita one night stand na nini, au ile mtu anakutana na mtu wanajihusisha kwenye mambo ya kimapenzi. Zipo, sisemi hazipo, lakini mahusiano mengi yale ya kuunda mahusiano ya baadaye, yale ya kwamba mnakuja hadi mnaishi pamoja, mnaoana na vitu kama hivyo, yanakuaga yanapitia hatua sana. Unajua kuna kuaga na ile unajua wenzetu huku first date ile kwamba labda ndio ile mmeconnect kwenye Tinder na nini, siku ya kwanza mnakaa huku na huku, hata unawezekana hata mkono msishikane, mnaongea, mnaelewana. Yani kuna ile kuongea kwamba mtu anataka ajue wewe ni mtu wa aina gani. Umeona? Kwa mtapiga story, atakuuliza unapenda vitu gani, kama ni mtu wa michezo ipi na nini. Kwa unakuta kuna ile maongezi fulani, mazungumzo ya awali. Umeona? Afu yanakujaga sasa baada hapo yanakuja sasa mambo yale ya kawaida, unaona, ambayo yale ya kujenga sasa, kujaribu kujenga
trust kati ya watu. Kwa hiyo wanafanya yale mambo fulani ambayo labda tukutane kwenda kuangalia labda game, umeona? Kuna ile labda unapanga bana nitakuja kukutembelea labda hivi, au twende tukatembee sehemu fulani, au kuna ile tu unajua familia yako na nini, kuna ile tu kujaribu kujuana, sio? Hapo kumbuka hao watu yani wanakuwa wako wanafanya vitu vyote hivi na hakuna hata ukienda kumuuliza mtu, ukimuuliza huyu bana ni boyfriend wako au ni girlfriend wako, yani hata kwanza anakubadilikia, anakuambia bana mimi mtu nimekutana naye tu juzi, umeona? Yani utamhitaji boyfriend au utamhitaji girlfriend. Wakati nyumbani si mtabisha au vipi, nyumbani unaweza kukutana na mtu unaweza kukutana na mtu leo saa 6 alafu saa 8 anakuambia I love you, yani unajua kashakuwa mpenzi wako, yani kabisa anakuita mpenzi wake. Kwa hiyo wenzetu ni kwamba wanakuwepo na hiyo na issue za kuwa na communicate kwa uwazi, wanajaribu kuongelea yale maisha yao, umeona, kuzungumzia tabia za kila siku, kujaribu kuangalia tu kwamba huyu mtu ana deal vipi na issue, ana deal vipi na migogoro, kwa sababu hivi ndio vitu ambavyo utaenda kukutana navyo kwenye mahusiano, unaona? Kwa hiyo wanafanya zile kama hizo weekly check-in na nini, kuwa transparent kuhusu issue za fedha na nini. Kwa hiyo mtu kama mtu huna hela anasema mtu sina na nini, unaona, uwazi fulani hivi. Unajaribu kujifunza kuhusu mwenzio. Unajua hata kama kwa mfano tunapozungumzia tamaduni, inawezekana ni mtu wa kutoka hapa Denmark amekutana na mtu wa Italy. Kwa hiyo kuna ile tu kujifunza, umeona, kwa sababu ile wenyewe wenzetu ambao wanafanya ni kwamba upendo ile peke yake kwa sababu umempenda mtu hivi hauwezi, yani hautoshi. Hauwezi, yani sio kwa sababu tu umempenda mtu basi inatosha. Inabidi uende hatua zaidi. Huyu mtu mko compatible kiasi gani, yani mnaendana kiasi gani, unaona? Vitendo vyenu, malengo yenu katika maisha yako vipi, unaona? Kwa mtu inawezekana mtu anaweza kukutana na wewe akakupenda vile ulivyo, unaona? Akakupenda labda wewe sura yako na nini, umeona, labda misuli yako nini. Lakini baadaye akija akikaa akiongea na wewe anakuta wewe mjomba yani una mpango wa future kabisa. Yeye labda anafikiria labda aje ajenge gorofa, afa anakuta wewe unazungumzia yani kuja kujenga kibanda. Kwa hiyo anaona kabisa huyu bwana tutashindana, kwa sababu japokuwa nampenda, naamini ni sura ninayoipenda na mwili naupenda, lakini malengo na hatutaendana. Kwa hiyo mtu anaamua labda tu basi wewe inakuwa ni yale mnafanya tendo la ndoa tu hivi, afu anakuacha anaondoka zake, umeona? Kwa ndo vitu kama hivyo hapa. Sasa kingine ni kwamba uwezi ukaacha hiyo pia bila kuzungumzia hizo tofauti za kiutamaduni, kwa sababu kumbuka kwamba kwa wenzetu unajua nyumbani ndoa Kiafrika sana ndoa ni kama ni milestone fulani, yani ni milestone fulani ambayo jamii inategemea uifikie, unaona? Yani kwamba watu wanategemea kwamba umetoka zako, si umeenda, umetoka chuo, si umefanya nini, uolewe, umeona? Yani ndoa ile pekee, yani si hawakuangalia, yani ndoa ni lengo, umeona? Kijamii mtu akiwa ameolewa, yani unajua kuna ile kama vile hadi unakumbuka zile nyimbo tulikuwa tunasema watu hawajaolewa, sijui wanawake wazuri wameolewa, sio na kitu kama hicho. Inakuwa ni lengo, unaona? Lakini katika mataifa ya wenzetu ya magharibi ni kwamba ndoa sio kitu cha lazima kwa kuthibitisha kwamba watu mnapendana, umeona? Yani watu wako tayari kuhangaikia kupendana kwanza kabla ya kuhangaikia ndoa. Watu wengi kwa nyumbani unakutani anaenda anaoa kwanza ndo anakuja kujaribu kuangalia kama anampenda mtu baadaye. Na watu wengi unaikuta sasa wanakuepo kwenye mahusiano ambayo yanakuwa yani watu wako ndani hawapendani, yani umeona? Kwa sababu walioana ili kufikia lengo la ndoa, sio kwamba walioana kwa sababu wanapendana. Na inawezekana kutokana na pressure ile pressure ile ya jamii kwamba sasa wewe umemaliza chuo, umefanya hivi, wenzio wameolewa, mbona wewe hujaolewa, umeona? Kwa unajikuta watu wanaingia kwenye mahusiano fulani hivi ambayo yanakuja baadaye na watesa kishenzi. Na wengi sana wanateseka, yani wako kwenye ndoa ambazo yani wanatamani wawaue wenza wao. Ni kwamba tu hawawe na uwezo wa kuwaua, lakini ni kwamba tu yani wanaichukia ile institution ya ndoa ambayo waliingia. Kwa nini wanafanya hivyo? Ni kwa sababu waliingia sio kwa ajili yao wenyewe, waliingia kwa ajili ya jamii, umeona? Kwa hiyo sasa inafika baadaye, na katika muda huo hawakutumia muda wa kuangalia mapenzi na hawakutumia muda wa kuangalia compatibility na wale wenza wao. Kwa sasa wanakuja kujikuta sasa baadaye wako kwenye mapenzi ambayo ni ya maumivu na vitu kama hivyo, umeona? Wenzetu ni tofauti kwa sababu wanazingatia zaidi ile kuelewana kwamba bana mimi na wewe, yani kabla hizi mambo za ndoa na nini mimi na wewe tuko vipi, umeona? Yani wanazingatia zaidi ule upendo kati ya watu na wenyewe kwa wenyewe. Ndoa ni kitu ambacho yani hawafikiriagi hata kufikiria, yani inakuja baadaye kwamba bana sasa tumeelewana,
vizuri, umeona. Na ndio maana wengi kwa wenzetu wa magharibi unakutana watu wana move in, wanakaa pamoja, yani unaweza hadi wakazaa watoto wawili watatu kabla ya ndoa, yani kwamba baadaye kwamba wanaona sasa tunawezana, umeona. Ndio mtu anaamua labda kwamba kufunga ndoa na kitu kama hicho, umeona. Wakati sisi ni opposite, yani tunachofanya sisi kwa nyumbani ni tofauti, kwamba inafika sasa unafunga ndoa kwanza afu ndo unakuja kuangalia baadaye. Kwa hii ina impact pia ukiangalia kwamba ile ukisema tu nitafutie, ukija ukimwambia mtu nitafutie mzungu. Sasa kumbuka huyu sasa mwenzio utamaduni wake uko namna hivi, alafu na wewe utamaduni wako. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu, yani mimi nikafika tu nikamwambia mtu eti bana kuna mdogo wangu eti huyu hapa mchukue, yani mchukue nimpeleke wapi? Umeona? Na tofauti nyingine ambayo inaweza tukasema haiwezi kuruhusu hii kitu ya kwamba nitafutie mzungu au nini, ni ile mambo ya kihisia na yani unajua tuseme kihisia na kiakili, yani unajua wenzetu wanaweka nilivyosema wanaweka emphasis zaidi, yani wanazingatia sana issues za values, umeona, interest, vile vitu ambavyo wewe unapenda kufanya na jinsi ambavyo mnavoendana katika maisha, compatibility, si ndio? Ndio muonekano ni kitu cha muhimu, kila mtu anapenda muonekano kwamba huyu bana labda mimi napenda miss, na wengi wanapenda mimi napenda mwembamba, mimi napenda mnene, mimi napenda hivi, umeona, mrefu, mwembamba, mwenye misuli, umeona. Lakini wenzetu hawaishii hapo, wanaendelea mbele na kuangalia background na kuangalia hivi. Unaweza kaa huko mzuri na vivi lakini background yako haiko vizuri, umeona. Wanaangalia sana kwa sababu wanafanya hivyo kwa sababu ya kujijaribu kujilinda emotionally, yani kuhakikisha kwamba watakuwa wako safe kwenye emotions. Lakini pia mwanzo hii hata mtu atataka kukujua zaidi ili aweze akajua hata kama atakuwa na wewe, basi mtakuwa mnawasiliana vipi katika issue za maisha. Matatizo ya maisha mtakuwa mnayasolve vipi, umeona. Kwa mtu aweze akasema tu atoke eti aje anisikilize mimi eti tovuti nimwambie bana eti kuna Rehema yuko sehemu fulani nenda kamchukue, yani haiwezekani. Inaweza ikawa ni njia kwa ya kwamba kuamini kwamba najua kama Oswald amesema, labda kama ni mtu wangu wa karibu, kama Oswald amesema hivi basi inawezekana labda huyo mtu ni trustworthy. Lakini ni mara chache sana hiyo kitu kuwezekana, na kwa watu ambao tumeishi ughaibuni ni vigumu sana kwenda kuanzisha mjadala wa namna hiyo na rafiki yako, yani kwenda kuanza tu kumwambia eti bana, kwa sababu ataona kama vile pia unamchukuliaje kwamba yeye hawezi kupata mtu au vipi, umeona. Kwa inabidi iwe natural, inabidi mkutane wenyewe popote mtapotaka kukutana, online sio mtakutana wapi, na inabidi mpitie hizo phases, na hata kama vipi lazima mtapitia hizo phases za kujuana na nini. Wenzetu ndo wako hivyo, na baadaye akijisikia kwamba yuko comfortable nini ndo ile hata kama atasema bana unaonaje labda tunataka tuishi wote, itakuwaje? Hatuwezi kuishi wote ukiwa unaishi Tanzania au ukiwa unaishi Nairobi na mimi nikiwa naishi huku, basi ndio unakuta mkianza sasa baada hivyo baada ya muda fulani mnaanza kupanga vitu vya pamoja, malengo ya pamoja, kwa sababu sasa mshajuana, mshajifunza kuhusiana na kila mtu, yani kila mtu amemjua mwenzie, mmeshajua tofauti zenu na mmeshajua namna ya kudili na tofauti zenu. Sasa ndio hapo inakujaga kwamba bana tukitaka kuishi pamoja na vipi inakuaje, umeona bana. Wengine watasema bana basi tunahamia Nairobi basi au tunatoka Nairobi tunakuja huko, hiyo ndio inakuja inaenda kwenye hatua hiyo sasa, umeona. Alafu kingine ni kwamba sasa katika kukutafutia mzungu kitu ambao unataka, wenzetu wana kitu ile tuseme kama haki na uhuru wa kuchagua, yani kila mtu anatakiwa awe kitu anachofanya awe amefanya kwa kuamua, kwa kuchagua na kwa haki yake, umeona. Na wenzetu huku ndo hivyo, yani unajua uwezi ukafika tu ukachaguliwa. Unajua kama nyumbani unaweza ukachaguliwa tu bwana, yani au ukachaguliwa tu mke, yani unajua hivyo fresh, yani wakasema bana wewe inabidi uoe. Tunajua ziko jamii ambazo wanakuambia bana wewe inabidi uoe huyu, umeona yani wewe na uwezi ukatoboa, uwezi ukabisha au wewe olewe na huyu na nini, umeona. Lakini wenzetu wana uhuru wa kuchagua, na kwamba mahusiano wanayalinda sana, kwamba mahusiano ni ya kwangu mimi, kwa hiyo inabidi mimi ndo niamue, umeona. Kwa hata huyu unasema mzungu niende nikamwambia, yani atakushangaa kwa sababu atakuwa anataka awe na ridhaa ya kwamba okay mimi haya mahusiano. Kwa maana hata kama nitachofanya labda kukutambulisha ni kwamba labda nitakuwa nakutaja kwa mfano, umeona, labda nitazungumzia hivi na hivi kuhusu wewe,
Kwa hiyo kujaribu kulileta jina lako labda karibu na wewe mtu ili aone kwamba labda huyu bana huyu tovuti anamtajataja Rehema, huyu bana Rehema vipi. Lakini mwisho wa siku inakuwa ni uamuzi wa yule jamaa, kama siku atasema kwamba anataka kumjua huyu Rehema au anataka kupata namba ya simu ya huyu Rehema au vitu kama hivyo. Lakini haiwezekani eti yule kumwambia tu bana eti oya Peter Rehema huyu hapa sijui nini. Hiyo kitu haipo, umeona. Kwa ile uhuru na yale matokeo ya uhuru na uhuru wa watu jinsi walivyo na katika maamuzi na nini inajenga mpaka fulani hivi ambao hata kwa sisi ambao tumehamia tushajifunza hiyo kitu ya kwamba uwezi ukafika tu impose kitu kwa mtu bila ridhaa yake, umeona. Na inaweza ikaja backfire pia, kwa sababu unaweza kaonekana kwamba wewe ni kama vile ndio ile inasema human traffickers, yani unaonekana wewe kama wewe kumbe ndio deal zako wewe, kazi yako kuwalinki watu na watu ambao wako huku, na watu wanaanza kuuliza vipi labda una link labda unauza labda unatengeneza hela na nini, umeona. Kwa hiyo baadaye inaweza kukuletea hata wewe mwenye matatizo, au sio bana? Sasa pointi nyingine ambayo ni ya 7 ambayo nataka nizungumzie ni kwamba hii issue kutokana na mabadiliko yalivyo tu katika jamii kwa ujumla, jinsi mabadiliko yalivyo. Unaona sasa hivi mawasiliano ni rahisi. Sasa hivi mambo mengi yanatokea mtandaoni, watu wana date mtandaoni, yani vitu vyote vinafanyika, mara nyingi vinaweza vikafanyika mtandaoni. Kwa sasa hii teknolojia imerahisisha watu kuweza kufanya vyote hivi. Sasa nashindwa kuelewa inakuwaje tena mtu anakuwa bado anataka mtu wa ugaibuni ndio amsaidie, yani umeona. Yani sasa hivi ni rahisi wewe mtu ambaye uko nyumbani au uko wapi, ni rahisi kupata mtu nje kwa kufanya wewe mwenyewe, umeona, kuliko kumuomba mtu akufanyie, umeona. Kwa sababu teknolojia kama tunavyojua, teknolojia sasa hivi ni rahisi. Unaweza huko da afu ukajipiga VPN ukajidondosha zako Oslo, au so bana. Ukidondosha zako Oslo hapo, basi unaanza kuonekana kwenye hizo dating apps za Oslo. Na maana kama uko na Tinder, basi unakuta mara umeibuka kwenye Tinder ya mtu. Kwa hiyo kama mtu atakupenda na nini, ndio hivyo. Kwa hiyo sasa ni bora zaidi yani ukajichukua mwenyewe kupitia VPN ukaenda ukajibwaga sehemu, itakuwa rahisi zaidi kuliko eti mimi nianze kutoka nianze kuzunguka au mtu aanze kuzunguka kwenda kukutangazia biashara. Umeona? Kwa mtu unaweza ukachagua profiles kibao, unaweza kaingia kwenye hizi dating sites kibao ambazo ziko tu, hata zingine ni kwamba yani unaweza huko Tanzania sio lazima hata utumie VPN ujihamishe, yani unaweza kaingia ukakutana na mtu. Kwa hiyo itategemeana tu na jinsi ambavyo wewe mwenyewe vitu ambavyo utakuwa umevitaja kwenye hizo profiles zako, una interest zipi, umeona, uko location gani, nini unataka katika maisha, umeona. Kwa hizi websites au apps zinafanya yani zimefanya reach, yani tuweze kureach zaidi na kuna convenience fulani kwenye hii issue. Kwa hiyo sasa wewe kwa nini unaanza kwenda kumfuata tovuti tena unaanza kumwambia kutafutie mtu apate wapi? Lakini na kwenye mitandao au hizi apps na nini, inabidi uwe makini kwa sababu kuna vitu vingi pia vya hatari, unaona. Kuna hizi issue za ghosting, kuna issue za catfishing na nini. Kwa hiyo unaweza kukuta baadaye mtu unaweza ukajua kwamba umekutana na mtu hivi lakini kule mtu ni mtu mwingine, umeona. Watu kibao wanajua amekutana labda na mdada fulani hivi anakuja kugundua kumbe anaongea na mtu bibikizea au mwanaume mwingine, umeona. Au mtu anajua amekutana na kaka fulani hivi mzuri nini anakuja kukutana in reality anakuja kukutana na jamaa amekaa kwenye sofa hata kunyanyuka hawezi. Unaona, kwa ndio hivyo hivi, kuna faida nyingi na hasara nyingi. Kwa hiyo ni kwamba tu tumia hizo fursa kama kweli wewe unataka sana huyo mzungu kama unavyosema. Acha kusumbua watu wengine wakutafutie. Wewe jiongeze, kwa sababu unaweza kuwa kwa dunia sasa hivi unaweza kuwa sehemu popote kwa wakati wote na kwa muda wote ambao unataka kuwepo, umeona. Kwa hiyo haina haja ya kusema tukutafutie mzungu. Umeona. Lakini sasa kitu kingine ni kwamba katika hii issue ya hawa tunaosema wazungu, hii dhana ya kutafutiwa mtu wenyewe wanaiona vipi? Kwa sababu kabla kujiongelea sisi ambavyo tunaiona, je wao wanaiona vipi? Umeona. Kwa wengi wao yani hiyo issue ya kutafutiwa mtu
hawaikubali, ni kitu ambacho haikubaliki morally, yani katika ile tu moral zao haikubaliki kwa sababu wanakosa ile comfort ya kwamba eti mtu mwingine amempelekea partner wake, unaelewa? Kwa sababu ni kitu ambacho hakiko embedded kwenye utamaduni wao, unaona? Kwao wanaweza kaona kama vile ni kama ni kukoseana heshima hivi, ni kama vile kukoseana heshima na issue za autonomy, kwamba mtu kwamba wewe umemuonaje, umeona? Lakini pia ndo kama vile nilivyosema, anaweza kaenda mbele zaidi akaona kwamba labda wewe ni kama vile unafanya issue ambazo ni illegal, si ndio? Na inaweza ikabadilisha ikaharibu sasa hata uhusiano wako wewe na yani wewe na huyo mtu ambaye ulisema unamtafutia mtu, kutokana na jinsi ambavyo wao wanavyoona hiyo issue ya kusema kutafutia mtu, umeona? Na kwa sababu inakuwa ni vigumu kuidefend, yani unamtafutia kwa sababu gani, umeona? Kama yeye ananipenda mimi, kwa nini asiingie kwenye Instagram yako tovuti afa kaniona mimi labda akanifollow au nini afu tukaanza maongezi pale. Kwa unaweza ukajikuta kitu ambacho unataka kufanya hivi baadaye kikabackfire, kikawa na matokeo opposite na yale ambayo ulikuwa unayategemea, umeona? Aya, kitu kingine ambacho tutazungumzia ni kwamba ambao hii yani huwa haikosekani kwenye hizo topic za ugaibuni ni issue ya lugha, si ndio? Ambao ni iko wazi kabisa. Na lugha sio kwa maana sio kwa maana ya Kiingereza kwamba labda uelewi au ni no, yani unaweza kuwa unaelewa, inaweza kuwa Kiingereza, lakini lugha ni kitu ya lugha ni utamaduni, lugha ni namna ya kuongea ambao kwamba mnaweza mkaelewana. Kwa mfano, kwa nini nasema lugha inaweza ikawa ngumu? Let's say umekutana na mtu wenzetu huku, kumwambia mtu I love you ni kitu ambacho kinachukua muda, yani ni mtu anakuwa amewekeza hadi amekujua, umeona? Na mtu akisema siku ya kwanza ni kitu kikubwa sana, yani anakisema anasubiri na wewe useme I love you too, na ukimwambia hivyo yani anajua kwamba sasa yale malengo yake yametimia, umeona? Lakini sasa lugha kwa nini itakuwa ngumu na kuonyesha hapo? Utafika hapo utaunganishwa na wewe mzungu, na unasema wewe mzungu, utafika tu siku ya pili ya tatu unaanza kumuita hani, yani utaachwa, utaamini. Wewe siku ya tatu tumekutana ninakuaje hani mimi? Unaona? Au siku ya tatu mtu ameongea message ya 4 anaanza kumwambia I love you. Yani sasa unajua, yani mtu anakuuliza wewe hata hatujawahi onana, umeona? Hata hatujawahi juana, inakuaje? Kwa unavyosema communication au lugha, yani ninavyosema lugha ni communication kwa ujumla, kwa maana kwamba kuna namna ambavyo tuna communicate ambazo ziko embedded kwenye utamaduni zetu, ambao yani inaweza ikavuruga mambo yani kabla hata hayajaanza. Kwa ndo hivyo. Sasa na watu wengi kama hivyo, kwa sababu mtu ukimuunganisha kama hivyo unavyosema nikupatie mzungu, maana kitamana nikishaongea naye okay sawa, na mimi narudi kwako rema huyu alafu inakuaje? Sasa baada hapo mnakuja mnaongea kitu gani? Ndio hapo unakuta sasa lugha gonga na inakuja, unaongea vitu ambavyo jamaa anajiuliza, anasema dada kanajiuza au naye anaongea vitu ambavyo unaanza nishaonaga reaction za kwamba anaongea vitu ambavyo yeye sasa anaongea kwa kikwao huko, wewe unaanza kuona mbona anadharau sana. Nimemwambia siku ya kwanza tu, ya pili nimeongea unamwambia kulipie kodi ya nyumba. Huyu anashangaa nini kimetokea, na anakupi na wewe unashangaa inakuaje, mwanaume gani? Umeona lugha gonga na tunaita, umeona? Kwa ndo iko hivyo. Lakini pia kingine ni kwamba hii uhalisia wa gharama yani za hii process, unaona, uhalisia wa gharama za hii process, kwa sababu watu wengi wakishafika akishaanza kuona ni rahisi, yani mtu akija mkakutana hivi anaweza akazikubali zile gharama ambazo ziko associated na haya mahusiano, kwa sababu mahusiano haya ambayo ni ya mbali au ya culture tofauti na nini, ni mahusiano ambayo yanakuja na gharama, umeona? Yanakuja na gharama. Kwa hiyo mara nyingine ni kwamba mtu unaweza kuta yani huyu mzungu unamsema anaweza akawa anachotaka anakuangalia naye anataka uwe na wewe uko stable kifedha, umeona? Uko stable kifedha. Kwa hiyo sasa kwa sababu anajua kwamba kuna gharama zinazokuwa associated na kukuhamisha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukionekana tu na wewe ueleweki, umeona? Inakuwa ngumu pia. Lakini hata huyu mzungu naye mzungumzia katika maamuzi atakuja kufanya baadaye, labda mnaweza mkaongea mkafanya hivi na hivi, ataiweka hiyo issue ya gharama ya maisha na uchumi kwa ujumla ndani yake kabla ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo ina maana kwanza usije ukafikiria tu kwamba yani basi uache shughuli zako zote kwa sababu
umekutana sijui na mzungu nini, uache shughuli zako, ufanye issue zako bwana. Inaweza kuta hizo ndo zikakusaidia, kwa sababu itaonyesha kwamba huyu mtu ni mpiganaji na nini na nini. Maana yake tukifanya naye shughuli au tukihamia naye pamoja, tukiishi pamoja, itakuwa rahisi. Umeona hivyo? Umeona? Kwa hiyo ndio hivyo. Kingine ni kwamba inabidi yani ile wazo ile kufikiria kama ndoa ndo tiketi ya maisha bora. Sawa, asilimia kubwa tu ya watu ambao wako ugaibuni wamekuja kupitia ndoa. Mimi mwenyewe ni mfano mmoja hapo, kwamba nimekutana na mtu na hivi tumeenda tukahamia huko. Lakini ile wazo la kwamba ndoa ni tiketi tu ya moja kwa moja ya maisha bora, hiyo kwanza sawa. Unaona, unaweza ukatoka zako huko ukaja huku na ukafika huku ukaenda kuanza mwanzo kabisa. Kwa hiyo mwisho wa siku inategemeana na wewe mwenyewe, uwezo wako wa kufight na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kabla ya kufikiria kwamba ile bana nitakutana na mzungu afu itakuwa hivi, fikiria kwamba sawa, unaweza kukutana na wewe mzungu na unaweza kaondoka huko ukaenda zako ugaibuni na kama kawaida fresh, na lakini kumbuka kwamba unaenda kuanza kutafuta maisha yako pia. Usifikirie tu kwamba kuna ile unafika unaanza kulishwa moja kwa moja. Kuna zile mwanzo inawezekana kila mtu anajua umefika, uwezi kupata kazi, inabidi urekebishe makaratasi na vitu kama hivyo ili hadi uweze kuruhusiwa kufanya kazi. Lakini inabidi ukae katika mentality ya kwamba unaenda kufanya kazi ndo kutengeneza maisha yako. Umeona? Yani ni rahisi zaidi ukichukulia kwamba pale ndo unaenda kuyaanza maisha, kuliko kufikiria kwamba sasa nimempata mtu basi nimeula. Kwa sababu wengi hata hao ambao wamekuja, mimi mmoja wapo, wengi ambao wamekuja kupitia namna hiyo, ni kwamba unafika kwanza utapitia depression fulani hivi, kwa sababu mwanzoni ndo ile unahudumiwa kama vipi, afu baadaye inafika unaanza kujaribu kutamani kuomba kazi na nini, unapitia shughuli za kuomba kazi ngumu. Kuna vitu vingi tu ambavyo vitakukatisha tamaa na nini, lakini sio, inategemeana na jinsi ambavyo wewe ni fighter nini, kila kitu kinawezekana. Umeona? Kwa hiyo inabidi uwe na hiyo, uingie na hiyo mentality. Umeona? Lakini pia inabidi kama unataka umekutana na mtu, tuseme kwa mfano ndio hiyo, labda umekutana na mtu umelink naye, ambaye ndio huyo unasema mzungu au nini umelink naye, jaribu tu kujieducate mwenyewe, jaribu tu kuangalia, kujifunza nini sheria na taratibu za nchi tofauti kuhusu mambo ya ndoa na sana hizi ndoa za wanaita marriage of convenience, kwa sababu watu wengi sana wananyimwa hata hizo visa, kwa sababu pale ubalozini wana haki ya kusema kwamba wewe, tumeona kabisa wewe na huyu mnapendana kwa sababu wewe, wanakuambia kabisa kwa sababu wewe unataka kutoka nchini. Umeona? Kwa sababu inategemeana na jinsi wanaangalia. Unakuta watu mmepishana sana umri, kwa mfano wapo ambao wanapishana umri na ni haki, kwa sababu kwani mtu anaweza kupishana umri na akampenda mtu. Lakini kuna ile vitu unakutani, ndio maana unakuta kwa mfano kama Denmark wameweka kwamba mtu hawezi ukamuoa mtu wa nchi nyingine ambaye ana miaka chini ya 26. Kwa mfano wanajaribu kupandisha ili kusema kwamba huyu mtu ambaye atakuwa anaolewa at least awe ni mtu ambaye yuko machua, kwamba unajua ni kitu fulani anakifanya ambacho anakijua. Kwa hiyo kuna sheria nyingi sana wameweka za marriage of convenience, kujaribu kuzuia watu ambao wanataka wafunge tu ndoa kwa ajili ya kuhama nchi na kitu kama hicho. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa, hata kama ndio hiyo umekutana na mtu, jaribu kujielimisha kuhusu hivi vitu ili uweze jinsi ya kujiposition. Unajua hata watu wanavyoenda ubalozini, hata wanavyoenda wapi kuomba visa na nini, jinsi ya kujiposition ili usionekane kwamba wewe unafanya marriage of convenience, usionekane wewe kwamba unaenda kwa ajili tu ya kupata nani ile ndoa yako ikaonekana kama ni kitu ambacho ni fake. Kwa sababu ikionekana hivyo, basi utanyimwa hiyo visa na uwezi kuondoka. Umeona? Na ndoa nyingi za namna hiyo zinakujaga zinafeli, lakini hiyo isikuvunje moyo, kwa sababu ndoa zinafeli tu. Unaona? Yani ndio hivyo. Yani ndoa zinafeli, na ndoa zikifeli sio kitu ya ni kawaida kabisa. Unajua tofauti na nyumbani, ile pingu za maisha unakuta watu wanakaa yani wanateseka kwenye ndoa, yani kwa sababu ndio pingu za maisha. Lakini huko zinafeli na vitu kama hivyo. Lakini sasa inatakiwa tu, kama wewe hii kitu ndio umepanga, ndio iwe ndio kitu ya kukutoa, basi inabidi uwe na miaka za kusacrifice ambazo unajua kabisa hizi bana nitakomaa au vipi. Na ndo kama hivyo nasema, ukishakuwa umeshaji-educate, basi utajua ni nini cha kufanya. Umeona? Lakini hasa ni kwamba haya mambo yote yanakuwa yanawezekana endapo tu ni yule mtu mmekutana au mmekutana online, lakini
kuna namna fulani kuna uhusiano fulani ambao mmeujenga yani kati yenu wenyewe, na kwamba inabidi sasa yani kwamba baada ya hiyo kufahamiana na nini, ni kwamba sasa wote mnakuwa mmefikia hatua ya kwamba nakuona kwamba bana tunaweza kuishi pamoja. Umeona, ndio unakujaga sasa uamuzi wa kwamba bana nenda ubalozini, nenda kafuatilie, mimi nataka uje zangu hapa Oslo, au nataka uje zangu hapa Belgium, au nataka hivi na hivi na hivi. Umeona, na hiyo kitu usifikirie tu, sio sana watu maana ni nitafutie mzungu. Hizo hadi hapo tofu. Pia ndugu zako wa diaspora pia wenyewe wapo wengi ambao tunaona anatoka na anarudi nyumbani anaoa na nini na nini. Kwa hiyo ikiwezekana kabla hujafikiria hao na nini unaweza kujiongeza tu kwa watu unaowajua na unajua wako single, wako zao mbele. Basi unaweza ukatembelea nalo ganda hilo la namna hiyo. Kwa sababu pia inaweza ikawa ni rahisi zaidi, maana ni watu ambao mnaelewana lugha na vitu kama hivyo, umeona. Lakini pia moja kati ya vitu vya mwisho nitachokuambia ni kwamba jaribu tu kuheshimu mfumo wa hiyo nchi. Kama unataka mtu wa kutoka Poland au mtu anatoka, ili uweze kufanikiwa, jaribu kuheshimu mfumo wao wa dating au mfumo wao wa kujuana. Kwa hiyo ndio ni vizuri kujieducate, kujua kwamba watu wakimiti wanafanya vitu gani na inakuaje. Umeona? Inakuaje kabla, inakuaje baada ya hapo, ili kujenga maisha inakuaje. Yani jaribu kuheshimu hizo vitu, kwa sababu ukiheshimu na kujifunza hizo vitu zitakufanya yani hata wewe iwe rahisi kutengeneza huo uhusiano. Umeona, ujifunze hivyo vitu, kuwa na heshima ya space za watu. Umeona, kujifunza kuheshimu wenzio, kumheshimu wenzio. Umeona, baada ya kujaribu njia za mkato. Kwa hiyo ina maana hata kama zile haraka zako ambazo unazo za kwamba vipi unaweza kuzirudisha nyuma kidogo, afu ukaenda vizuri na hao watu, kwa sababu hiyo ndio itaonyesha kwamba bana mtu anaona kwamba huyu mtu tunaweza tukaendana. Umeona, tunaweza tukaendana. Kwa hiyo ukiheshimu zile na ukisahau ukaacha zile za kutaka kama za nyumbani za kwamba tu hivi kama ile basi hela au hivi au kitu fulani, basi una chansi nzuri zaidi ya kuweza kutengeneza mahusiano ambayo yatakutoa hapo nyumbani na kukupeleka mbele. Sasa kwa kumalizia, of course nitachofanya tu nitatoa yani kijushauri fulani kwa wale ndugu zetu ambao wako nyumbani, yani kutoa ile zile practical steps. Umeona, nitakwambia vitu vichache. Ni kwamba cha msingi hakikisha kwamba yani jielimishe na kujua tamaduni za sehemu unakotaka kwenda, jinsi ya kuwasiliana, communication language na nini, na yani hizo vocational skills, yani vitu fulani skills fulani ambazo jifunze, skills fulani ambazo zitakufanya hata huyo mtu ukikutana naye ajisikie salama kwako. Umeona, jaribu wewe mwenyewe kujiongeze, ili usije ukaonekana tu upo unajua, ili hata mtu akikutana wewe apate kutengenezea heshima fulani kwamba wewe ni mtu ambaye una maisha yako. Unajitengenezea social profile nzuri. Jaribu unajua kwamba ile umefanya kazi hapa, umesoma hapa na vitu kama hivyo, unafanya shughuli hii. Umeona, jaribu kutengeneza independence ya kujitegemea pia. Unajua sio tu yani wewe kabla hata hamjakutana, yani kabla ya ndoa tu unaanza kuonyesha kwamba wewe dalili yako ni moja kwa moja utakuwa dependent siku ya kwanza. Unaona, jaribu kutengeneza ile culture ya kujitegemea na nini hivyo, kwamba uonyeshe kwamba una uwezo wa kujitegemea pia. Umeona, jaribu kujenga networks na watu wa diaspora sasa kwenye hizo nchi ambazo unataka kwenda. Umeona, kwa sababu pia kama ukikutana na huyo mtu au huyo mzungu au kaunganishwa na huyo mzungu unayemtaka, at least unaweza kuwauliza maswali wakakupa ushauri watu wa hiyo nchi. Labda unataka kwenda zako sio labda Spain, basi watu wanaojua Spain jiunge kwenye hizo magroup zao na nini ili uweze kujua vitu kama hivyo na nini. Kwa hiyo jaribu pia yani kwamba lengo lako lisiwe hata kama lengo lako ni kutafuta mzungu, lakini usiwe na ile mentality ya kwamba naomba nitafutie mzungu. Kwa hiyo inabidi uwe na mentality ya kwamba wewe sasa si ni goal yako unataka kupata mzungu, basi inabidi urudi nyuma kwenye drawing board, uangalie ni nini na nini natakiwa kufanya na nini, na inabidi cha kwanza ujiweke wewe mbele katika kumtafuta huyo mzungu unayemtafuta, na sio kuweka watu wengine mbele ya wakutafutia. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukafanya wewe ambavyo hutahitaji hata hiyo issue ya kusema nitafutie mzungu. Also bana. Kwa hiyo jamani, message zile za tovuti nitafutie mzungu ziishe. Haina noma, hayo ndio machache ya leo ninaona tujadili mimi tovuti na hii ni mambo vipi. Peace.